program ya mazoezi kuelekea mechi yetu ya tarehe 27 na mechi ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Bigman. Weekend hii kikosi chetu cha Simba kimekuwa na mechi kadhaa za mazoezi kwa ajili ya kujiweka fiti, kujiweka sawa sawa kuelekea katika mchezo huu sanjari na mchezo wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry. Mechi yetu ya mwisho tumecheza dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo mwalimu alionelea kwamba ingekuwa vema zaidi akapata mechi mazoezi ndani ya wiki hii kwa ajili ya kumaintain standard ya wachezaji pamoja na fitness, lakini kama haitoshi kuwafanya wachezaji kuwa katika modi ya ushindani kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Bigman. Na niseme tu ya kwamba kila kitu kimekwenda vizuri katika mazoezi hayo ambayo yamefanyika weekend hii, na leo Jumatatu vijana wamerejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuendelea na program hiyo. Wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye majukumu ya timu za taifa wote wako mazoezini hivi sasa wakiendelea na mazoezi hayo, tukijiandaa na michezo miwili ambayo ipo karibuni, mchezo wa tarehe 27 dhidi ya Bigman na mchezo wa tarehe 2 kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, Uondo Michezoni. Huyo ni afisa habari wa klabu ya Simba Sports ambaye ni Ahmed Ally. Amezungumza kwa kiasi kubwa juu ya maandalizi ya mchezo wa CRDB Federation Cup, mchezo ambao utapigwa tarehe 27 mwezi wa 3 2025 katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Simba Sports Club ambao watakuwa wanakaribisha Bigman, lakini pia amezungumzia maandalizi kuelekea mchezo mkubwa kabisa wa kimataifa ambao tunasema kwamba ni CAF Confederation League Cup, kombe la shirikisho barani Afrika, yani Al Masry dhidi ya Simba Sports Club, mchezo wa kimataifa ambao utapigwa tarehe 2 mwezi wa 4 2025 na Al Masry. Na ikumbukwe Al Masry ni moja kati ya timu ambayo inatokea ukanda wa UNAF au kwa zile timu ambazo zinatokea Afrika Magharibi. Moja kati ya mchezo ambao utakuwa wenye hadhi ya kimataifa kwa kiasi kubwa, lakini pia mchezo wa tarehe 27 ni mchezo mkubwa kwa sababu Simba watakuwa wanahitaji point 3 kulingana na maelezo ya afisa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally, kulingana na wale wachezaji ambao ni key players ambao hawatakuwepo kwenye mchezo huo. Maybe unamzungumzia mtu kama Musa Peni Kamara, Shomi Zewei, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Mzamil Yasin, Aisha Saru Manura, wachezaji wengine ambao hawatapata nafasi ya kuweza kuonekana kwenye mchezo huo kulingana na FIFA break, kwa sababu tunaamini kwamba Simba ni moja kati ya timu ambayo ina kikosi kipana, lakini pia wachezaji ambao walikuwa wapata nafasi kwa kiasi kubwa kina Duchu, inaweza ikawa nafasi yao kubwa kuweza kuonesha competitive kwa kiasi kubwa chini ya kocha wao Faru Davis, kocha ambaye amekuwa kama dynamic, ambaye amekuwa na Simba kuweza kujua kwamba kitu gani ambacho inaweza kufanya. Kwa hiyo to be honest, bado naiona nafasi ya Simba kuweza kucompete na kuweza kupata ushindi kwa kiasi kubwa kulingana na ule ubora ambao Simba wamekuwa nao. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jerima, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uondo TV, endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo.